tunaposema huyu ni mrefu, maana yake sio mfupi, na tukisema huyu ni mfupi, ina maana si mrefu. Kwa hiyo mtu mrefu na mtu mfupi hawawezi kuwa sawa, mmoja ni mrefu na mwingine ni mfupi. Halikadhalika tunaposema huyu ni mwanamume, kuna tofauti, na huyu ni mwanamke, ameitwa mwanamke kwa sababu ya tofauti fulani. Na tofauti hizi za kimaumbile, kuna tofauti za dhahir na kuna tofauti ambazo sio za dhahir, hazionekani kwa macho. Kuna tofauti ambazo zaonekana kwa macho. Mathalan, mwanamke ana sura laini, mwanamume sura yake ni ngumu. Mwanamume ana ndevu, mwanamke hana ndevu. Mwanamke ana matiti, mwanamume hana matiti. Viungo vya uzazi vya mwanamume ni tofauti na vya mwanamke. Hizi ni tofauti za dhahir za kimaumbile. Lakini kuna tofauti ambazo sio za dhahir. Kuna tofauti ambazo ni wataalamu ndio wanaozijua. Mpaka uambiwe na wataalamu kwamba kuna tofauti kadha wa kadha kati ya mwanamke na mwanamume. Kwa mfano, wataalamu watuambia kwamba moyo wa mwanamke ni mdogo kuliko moyo wa mwanamume. Mwanamume moyo wake ni kati ya gramu 250 mpaka gramu 290. Moyo wa mwanamke ni kati ya gramu 194 mpaka gramu 234. Kwa hiyo kuna tofauti ya gramu 60 kati ya moyo wa mwanamke na moyo wa mwanamume. Moyo wa mwanamke ni mdogo kuliko moyo wa mwanamume. Hii ni tofauti ya kimaumbile ambayo haionekani kwa macho. Kuna tofauti katika mapigo ya moyo kati ya mwanamume na mwanamke. Mwanamke moyo wake unapiga mara 73 katika kila dakika. Mwanamume moyo wake unapiga mara 72 kwa kila dakika. Hii ni tofauti ya kimaumbile. Kuna tofauti katika ubongo wa mwanamume na ubongo wa mwanamke. Ubongo wa mwanamume una gramu 1480. Ubongo wa mwanamke una gramu 1300. Hii ni tofauti ya kimaumbile. Mwanamke na mwanamume wametofautiana hata katika muundo wa damu. Katika damu kuna seli nyekundu, red blood cells. Wataalamu watuambia mwanamume katika kila cubic milimita moja ya damu, katika kila milimita moja ya ujazo ya damu, kuna red blood cells milioni 5. Lakini katika damu ya mwanamke, katika kila cubic milimita moja ya damu, ana red blood cells milioni 4.5. Yaani kuna tofauti ya seli nyekundu 500 kati ya mwanamume na mwanamke. Hii maana yake ni kwamba damu ya mwanamume ni nzito kuliko ya mwanamke. Hizi ni tofauti za kimaumbile ambazo hazihusiani na dini, kwamba ni dini fulani ndio yasema, ila ni science. Ni science ndio inasema hivi. Kwa hiyo tunaposema kwamba binadamu wote ni sawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadhi yao ni sawa, haina maana kwamba hakuna tofauti. Kuna tofauti. Kuna tofauti za kimaumbile zinazoonekana kwa macho na ambazo hazionekani kwa macho. Tofauti hizi hazina athari yoyote katika silka na tabia za watu hawa. Bila shaka tofauti tulizozitaja, kwamba moyo wa mwanamke ni mdogo, ubongo wa mwanamke ni mdogo, damu ya mwanamke ni nyepesi kuliko ya mwanamume, mapigo ya moyo ya mwanamke
yako spidi zaidi kuliko ya mwanamume. Mambo yote haya yana athari katika silka na tabia za mwanamke. Kwa hiyo tunapata kwamba mwanamke anatofautiana kisilka na kitabia na mwanamume. Hii ni scientific fact, ni hakika ya kisayansi. Kwa ajili hiyo basi Uislamu ukasema kwamba kutokana na athari hizi talaka apewe mwanamume na si mwanamke. Insha Allahu taala katika kipindi kinachokuja tutaeleza athari hizi, tofauti hizi za kimaumbile kati ya mwanamume na mwanamke zina athari gani katika silka na tabia ya mwanamke. Athari hiyo ndio ikapelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa haki ya kuivunja ndoa talaka mwanamume na si mwanamke, na haihusiani abadan na kwamba mwanamume ni bora kuliko mwanamke. Abadan, haina mahusiano. Mwanamume amepewa haki ya kutoa talaka kwa sababu kuna silka fulani na tabia fulani zilizoko kwa mwanamke. Lau atapewa haki ya kuivunja ndoa, hakutakuwa na maslahi, ndoa hazitatulia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na athari hizi, na yeye atujua zaidi kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba, akampa haki ya kuvunja ndoa mwanamume na si mwanamke, na haihusiani na kwamba mwanamume ni bora na mwanamke ni kiumbe duni. Insha Allahu Ta'ala katika darasa inayokuja tutajadili athari hizo na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa haki ya talaka mwanamume na si mwanamke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.